Karibu kufuata habari za leo yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika Ruchuru, jimboni Kivu Kaskazini, mapigano makali yamekuwa yakifanyika tangu Jumatano tarehe 12 Novemba kati ya wazalendo na AFC M23 katika eneo la Bukombo. Wakati hayo yakijiri, mwanakijiji mmoja wa Kichanga ameuawa na watu wenye silaha wanaohusishwa na wazalendo kwenye barabara ya Kichanga Muhanga, umbali wa kilomita chache kutoka katikati ya Muhanga katika wilaya ya Masisi. Katika wilaya ya Ruchuru, jimboni Kivu Kaskazini, mapigano makali yamekuwa yakifanyika tangu Jumatano tarehe 12 Novemba kati ya wazalendo na wapiganaji wa AFC M23 katika eneo la Bukombo. Vijiji vingi vimeathiriwa barabarani tupu na watu wanafosha kwenda maeneo mengine licha ya mapumziko ya vita ambayo yamevunjwa. Maelezo na Blaise Basabose. Kulingana na vyanzo vyetu, mashambulizi yameendelea tangu mwanzo wa wiki katika vijiji mbalimbali vya kundi hilo. Mlio wa risasi nzito na nyepesi imesikika. Hakuna usafiri unaonekana katika barabara ya Bukombo Kichanga tangu kuanza kwa operation hizo. Mashambulizi yameanza tena leo asubuhi katika vijiji vya Bukombo. Bado risasi zinapigwa. Sio leo tu, imekuwa kama kawaida sasa. Sisi tuko manyumbani kwetu kwa sababu huku ni shwari, ila kwa majirani zetu huku ni hatari. Maruho na hata Manyoni bado kuna mapigano. Tunasubiri tuone kinachofuata, alisema mkaaji mmoja kwa sharti ya kutomtaja jina. Ingawa utulivu wa muda mfupi umerudi katika vijiji vingine, hali bado ni tete na harakati za wanajeshi wa AFC M23 zinaendelea kuonekana. Mashambulizi mengine yameripotiwa katika vijiji vya Kibunamwa na Busukura ambapo wapiganaji wa muungano wa AFC M23 walishambulia ngome za wazalendo katika kundi la Mutanda. Wakaadhi waliokimbia mapigano wanaendelea maeneo ya Bambo, Lusoga, Mashalira na Kishishe. Mapigano haya yanaonyesha uvujaji wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa kati ya pande mbili nchini Qatar huko Doha. Mwanakijiji mmoja wa Kichanga ameuawa na watu wenye silaha wanaohusishwa na wazalendo tarehe 11 Novemba mwaka huu katika barabara ya Kichanga Muhanga, umbali wa kilomita chache toka katikati ya Muhanga katika wilaya ya Masisi. Fuateni hapa maelezo kamili. Kulingana na duru za karibu na mwathiriwa, tukio hilo lilitokea karibu na saa 12 jioni. Mkulima alikuwa anarudi kutoka shambani wakati kundi la silaha lilipokamata watu kadhaa na kumaliza maisha yake. Ndugu yetu wa mtaa alikuwa akifanya shughuli zake za kilimo huko Muhanga. Aliuawa akiwa anarudi kutoka shambani, umbali wa kilomita chache kutoka Muhanga. Hakika ni wazalendo wanaanza kuwatesa raia tena. Kwa njia hii hatutaweza tena kwenda kulima mashamba yetu. Tunahuzunishwa sana na kifo cha ndugu yetu, anasema mkaazi wa eneo hilo akitambulisha kwa jina la siri. Tukio lingine limearifiwa katika Mweso. Kamanda wa vikosi vya kujihami vya AFC M23 ameuliwa na kipande cha sasa kisichotea cha haraka za kikundi hilo kilichokuwa kinajaribu kukimbia usiku wa Jumanne tarehe 11 hadi Jumatano tarehe 12 Novemba. Makaratasi ya risasi ilisikika ndani ya mji na maeneo yake, lakini msaidizi aliweza kutoroka kwa mafanikio. Kwetu tulisikia risasi karibu usiku kucha. Kamanda mmoja ameuliwa na kipande cha wahuni. Kulidhani ilikuwa shambulio, lakini si hivyo. Hatimaye kila kitu kimerudi kwa utulivu, ingawa kipande hiki bado kipo kwenye mbio, anasema mkazi wa Mweso. Kijiji cha Mweso kwa hivi karibu kimegubikwa na shughuli za kundi lililo na silaha linaloongozwa na mtu anaitwa Mchungaji Kayafa
ambaye anasababisha hofu katika sehemu hii ya kundi la Bashali Mokoto tarafani Masisi. Naibu meya wa mji wa Goma, Desire Ngabu Kisuba, ameomba waandaaji wa huduma za chakula Sifuri Umma kuheshimu kwa karibu viwango vya usafi na usafi wa maeneo ya kazi. Amependekeza kuvaa mapambo na vinyago, kutoa vifaa vya kuosha mikono na kukemea matumizi ya watoto kutupa taka barabarani. Shukrani sana. Tunasemaga kila siku chama chetu ni chama cha mabadiliko, ni chama cha raia, na kila mara ukituona tumekutana na watu, kila mara ukituona tuko kwenye mikutano, tunafanya mikutano ili tuweze pata suluhisho kwa matatizo fulani, kwa matatizo mbalimbali ambayo raia ya kwetu iko nayo. Leo tumeweza kukutana na watu wa marestaurant ya Zero Fourchette ili kuweza kuzungumzia nao mambo ambayo inahusu hygiene. Tumeweza kuwaalika kuweza ku maintain propre mahali ambapo wanatumikia. Tumeweza pia kuwaalika ku respecte norme mbalimbali za hygiene. Mtu ambaye kuna servire chakula anapasha kuwa propre, mtu ambaye kuna servire chakula anapasha kuwa ameonekana kuvaa mavazi ambayo inaambatana na chakula ambayo iko nauzisha. Yani hautatoka kwa kuna robe za uchafu na uende kupatia watu chakula vile vile. Tumezungumzia aussi juu ya assainissement. Wengi walikuwa nafaa majani ya vitika, majani ya pomme de terre. Jioni wakishamaliza kazi, olie wapatie service ya assainissement ibebe, wanapatia wa maibobo wanda mwanga Lukodi mbalabala, wa maibobo wanda mwanga uchafu balabala. Na tumeweza kuwazungumzia juu ya ile, na wameza elewa na kutuprometre kama hiyo mapratique mbaya ambao wamoja wao wako wanafanya wataweza kuiacha. Kitu cha pili ambacho tumeweza tena kuzungumzia ni juu ya marestaurant ambazo wanaita malewa. Kumeonekana proliferation ya ile marestaurant dans la ville de Goma, na sisi kama viongozi ambao tunaongoza mji hatuwezi weza kutolere mambo kama na ile, parce que il est vrai que l'intention ya kufungua marestaurant ni ukosefu. Wengi hawana mamwae, wameona waende pale ili waweze kulisha watoto. Mkukulisha watoto unapasha usiku respecter norme mbalimbali za ville ya Goma. La ville de Goma c'est une ville touristique. Alors hatuwezi autoriser watu kufanya marestaurant partout mu mabalabala, waache uchafu pale mu mabalabala. Yani tumeweza kuwapatia message kusema kama sisi hatutaki ile marestaurant ya mabalabala, na telemaki ni wazazi wengi ile njoo kulisha watoto yao, hatukuweza kuwaambia wazitoshe kwa hii muda, lakini tutaorganize tena kikao pamoja nao na kuwapatia delay ya kuweza kutosha ile marestaurant mubalabala. Yani kama tunaweza watolere kwa hii année 2025, mais arrivé à 2026 hatutapenda tena tuone marestaurant kidogo ile ambayo inaitwa malewa mubalabala za vile ya Goma. Goma sasa vile nimesema ni vile touristique, na tunapasha respecter norme za vile inapasha kuwa. Polisi wa taifa wa DRC katika mji wa Beni walianzisha leo Jumatano tarehe 12 Novemba mwaka huu waajiri wa vijana 300. Wagombea lazima wawe raia wa Kongomani wenye umri wa miaka 18 hadi 35, wasiooa, wakiwa na maadili mema na uwezo wa kimwili na wa kiakili. Hawapaswi kuwa wanachama wa kisiasa, usipokuwa tu kwa kujiuzulu kabla. Uajiri utafanyika katika awamu mbili. Les candidats intéressés doivent répondre aux conditions suivantes: être de la nationalité congolaise, être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, être célibataire, être de bonne moralité, jouir de la plénitude de ses droits civiques, n'avoir pas été condamné à une peine préventive de la liberté égale ou supérieure à 3 mois de servitude pénale principale, ni révoquée de l'administration ou d'une entreprise publique, n'appartenir à aucun parti politique ou regroupement politique, à moins d'avoir démissionné préalablement au dépôt de sa candidature, fournir les titres scolaires requis, original et la copie du diplôme d'État,
être reconnu physiquement et psychiquement apte, être classé en ordre utile au concours de recrutement. La composition des dossiers. Une lettre manuscrite adressée au commissaire général de la police nationale congolaise. Une copie de la carte de lecteur ou un passeport en cours de validité. Fournir un certificat d'aptitude physique. Fournir le certificat de bonne vie et mœurs. Fournir un diplôme d'État. Fournir un certificat de célibat. Le dossier est à déposer à l'état-major du commissariat urbain de Beni. Aliporejea Bukavu Jumanne tarehe 11 Novemba, gavana Patrick Busubwangwi alitembelea eneo la ujenzi wa Uhuru. Alizindua kazi za ukarabati wa barabara inayoelekea katika eneo la viwanda. Mpango huu unalenga kuboresha miundombinu ya mji na kusaidia maendeleo ya Kivu Kusini. Tunasikia kwanza chama ni mzuri sana kwa kazi wanafanya hapa. Hii mfreji hapa ilikuwa shatuuzi sana. Saa zote maini mbalabala. Ambutiaje juu ya hii mfreji. Hapa tunafurahi sana hii makubeba mabatu mamigezi. Ilikuwa juu ya hii etape hapa. Hapa kulikuwa kusha kutusumbua watu wanaenda, makamio zinaenda. M23 iendelee na tumika. Bale walikimbiaka walituona bilikuwa binabakia tu hapa hivi 30 minutes hivi hakuna tena kitu. Vraiment félicitations, vraiment tunafurahi sana, tunashukuru sana, tutashuka tena na mabisi. Tujelekeze katika jimbo la Haut-Katanga, mji wa Lubumbashi, kwa ushirikiano na kampuni ya madini unatoa maji safi na barakoa bure kwa wakazi wa mitaa ya Kamatete, Kasapa na kambi la Scoop. Matendo haya yanalenga kusaidia jamii katika hatari ya CDM. Huko Kinshasa, makamu wa waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani Luko alifungua mkutano wa kenda wa mawaziri wa madini kutoka nchi wanachama wa CIRGL mjini Kinshasa. Alikumbusha umuhimu wa usimamizi wenye uwazi na wa kiutawala wa rasilimali asilia kwa ajili ya amani, utulivu na maendeleo katika eneo hilo. Na waziri wa haki Guillaume Ngefa ameeleza uhusiano na baraza la wanasheria la Kinshasa Gombe katika mapambano dhidi ya folio, mtandao wa kihalifu unaobobea katika kupora mali za umma na za kibinafsi. Alifanya taarifa hii kwa bwana mpya wa wanasheria Andre Kibambe. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Kinshasa ndio tunakomesha taarifa habari za leo idhaa ya Kiswahili ya Kivu Morning Post TV, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kwa habari zingine hivi karibuni.